Mtumishi wa Mungu, shalom shalom. Mbele yako naitwa mtumishi wa Mungu Anselm William. Naomba tujifunze kwa uchache, kwa kifupi sana, somo linaloitwa ibada. Somo linaitwa ibada. Katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, sura ile ya 18 mstari wa 36 na mstari wa 37. Neno la Mungu linasema, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kwamba Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Neno la Mungu au somo letu, nataka tujifunze kuhusu sadaka. Sadaka ni ile muda wa kuabudu. Ni muda ambao unajibiwa maombi yako. Ni muda ambao wewe unakubalika mbele za Mungu. Ni muda wa kukubalika. Ni wakati wa kukubalika. Biblia inaposema ya kwamba saa ya wokovu ni sasa, na wakati uliokubalika ni sasa, ni muda wa mtu kuokoka, ni muda ambao mtu ameokoka. Kuna time ambao wewe unakuwa hujaokoka, zamani za ujinga, na kuna time ambao mtu unakuwa umeokoka. Sasa wakati ule ambao unakuwa umeokoka, ule ndio unaitwa muda uliokubalika, wakati uliokubalika. Ile ni saa ya wokovu. Ile saa ya wokovu ni saa ya ibada. Saa yote ya wokovu ni saa ya kumfanyia Mungu ibada. Haijalishi upo kazini kwako, haijalishi uko shambani, haijalishi uko kwenye basi, haijalishi uko unaoga, haijalishi unakula chakula. Ni wakati wote ni wakati wa ibada. Ni saa ya kumfanyia Mungu ibada. Ile inaitwa, Eliya aliita ni wakati wa saa ya dhabihu ya jioni, wakati wa ibada ya dhabihu ya jioni, wakati wa kumfanyia Mungu dhabihu ya jioni. Katika zamani za Israeli, wakati wa ibada ulikuwa ni wakati wa kuanzia saa 9. Ndipo unaona vipofu au viwete wanatembea saa 9. Petro anamshika kiwete, anatembea, anamwamuru kwa jina la Yesu, simama utembee. Ni saa 9, wakati wa ibada. Kwa hiyo wakati wa dhabihu ya jioni, wakati wa ibada ni wakati wa kujibiwa maombi. Ni wakati wa kupata mahitaji yako. Ni wakati ambao Mungu anashuka. Muda ambao wewe umeokoka. Muda ambao wewe umeokoka ni muda ambao Mungu anashuka. Wakati wote ukimwita anashuka. Saa yoyote ukimwita anashuka. Kwa sababu Mungu anawajua walio wake. Wale wanaolitia jina la Bwana ni wake. Kwa hiyo saa ile, muda ule, wakati wako ambao wewe umekubaliwa, wakati ule wa wokovu, saa ile ya wokovu, muda ambao wewe umeshatubu na kuungama dhambi zako, umeshamkiri na kumpokea Yesu, ile ni saa yako ya wokovu. Ule ni muda wako wa wokovu. Ile ni saa yako ya ibada ya jioni. Wakati wa dhabihu ya jioni ni ule. Ukiwa nyumbani mwite Mungu atashuka. Ukiwa kazini mwite Mungu atashuka. Ukiwa kwenye basi mwite Mungu atashuka. Ukiwa hospitali mwite Mungu atashuka. Ule ni wakati ambao Eliya aliujua. Ndio maana aliwaacha kuanzia asubuhi hadi saa 9, hadi saa 8 na madakika. Aliwaacha watu wa Baali wamtolee Baali dhabihu, wamtolee Baali sadaka, watoe, wajaribu kumwita Mungu. Mungu ashuki muda ambao sio wakati wa ibada. Kama hujaokoka, Mungu ashuki kwako. Kama hujaokoka, ule ni muda ni muda ambao manabii wa Baali wanamtolea Baali dhabihu. Ile sio saa 9. Mungu hawezi akajibu chochote. Mungu hawezi akakusikia. Wala unakuwa hauna uzima. Kwa hiyo wakati wa kuponywa ni wakati ule wa kumtolea Mungu dhabihu ya jioni. Ni wakati ambao Mungu anakukubali. Mungu anayakubali maombi yako. Kwa hiyo Eliya alifahamu hizi taratibu. Eliya, kwa hiyo kuna wakati wa Baali na wakati wa Eliya. Wakati ambao wewe umeokoka na kumpokea Yesu, wakati unaoishi sasa, ule ni wakati wa Baali. Kwa hiyo nakuombea kwa jina la Yesu, utoke katika saa ya manabii wa Baali kumtolea Baali sadaka. Ule wakati hauna majibu, ule wakati hauna kumuona Mungu. Ule wakati utajikatakata hadi utatoka damu. Ule wakati utajichanja hadi mwili mzima na nyembe, lakini Mungu hutamuona. Wengine wanajitoa makafara, wanatoa watoto wao sadaka na kumwaga damu. Wengine wanajitoa kafara wao wenyewe na kujilipia mabomu.
ule ni wakati ambao Baali manabii wa Baali wanamtolea Baali sadaka. Ni wakati ambao hauna majibu, wakati ambao Mungu hasikii. Lakini iko saa ya ibada ambayo Yesu aliitoa, alimwambia yule mama, saa inakuja na sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haitawalazimu tena kwenda Yerusalemu kufanya ibada. Haitawalazimu tena kumwabudu Mungu milimani. Haitawalazimu tena Mungu kumwabudu katika mahali popote wala Shilo. Bali waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Saa ya ibada inakuwa saa yoyote. Wakati wa dhabihu ya jioni ndio wakati wa ibada. Wakati wa dhabihu ya jioni unakuwa ni wakati wote wa maisha yako. Ukiwa mezani unakula chakula, ule ni wakati wako wa dhabihu ya jioni. Endapo unakuwa umeokoka. Ukiwa umeokoka, wakati wa dhabihu ya jioni ni wakati wote. Haitakulazimu usubiri tena saa 9 kama alivyofanya Elia. Haitakulazimu wewe kusubiri tena saa 9 kama alivyofanya Petro. Haitakulazimu tena wewe kusubiri kama alivyofanya Petro alipotumwa kwa yule ambaye alitumwa kule kwenye darini kule kwenda kumuombea na akaona vyakula mbalimbali. Hautakuwa wakati ule. Wakati wako utakuwa wakati wote, ndio utakuwa wakati wa dhabihu ya jioni. Ni wakati wa kukubaliwa na Mungu. Ni wakati wa Mungu kuipokea sadaka yako, kupokea maombi yako, kupokea dua zako, kupokea sala zako. Tofauti na wakati ambao Kornelio sala zake zilisikiwa hadi Petro akatuma kwenda Yafa, ulikuwa wakati wa saa 9, wakati wa dhabihu ya jioni. Lakini maadamu umemwamini Yesu, maadamu umeokoka, Mungu anakujibu wakati wote. Wakati wote wewe umekubaliwa na Mungu. Ndio maana Mungu anataka ajionyeshe ya kwamba yeye ni Bwana wa dunia yote, ya kwamba yeye ni Mungu wa ulimwengu wote, ya kwamba yeye ndio aliyeumba mbingu na nchi, ya kwamba yeye ndio aliyemuokoa mwanadamu na kumletea, ya kwamba yeye ndiye, na tusifuate wala kuiabudu miungu mingine. Anasema yeye ni Mungu mwenye wivu sana. Anajionyesha hiyo kwa kujitowekeza, kwa kujidhihirisha. Mara nyingi amejidhihirisha wakati wa ibada. Wakati wa ibada ni wakati wa Mungu kujidhihirisha kwamba katika dunia yote na ulimwengu wote Mungu ni yeye tu peke yake. Ndio maana Elia alijibiwa wakati wa ibada. Kwa hiyo wewe unapokuwa umeokoka ni wakati wa Mungu sasa kujidhihirisha kwamba yeye ni Bwana wa dunia yote. Ni wakati wewe kushindana na manabii wa Baali. Ni wakati wewe kushindana na wachawi, kushindana na dhambi, kushindana na waganga, kushindana na wasoma nyota, kushindana na wapiga ramli. Wakati wa Elia, wapiga ramli wao wamesimama wakati wa kumtolea nabii Baali sadaka. Wewe umesimama wakati ambapo Elia anamtolea Mungu dhabihu. Waganga na wachawi, wapiga ramli na wasoma nyota wamesimama kuanzia saa 1 hadi saa 8 wakati ambapo manabii wa Baali wanamtolea Mungu sadaka, wanamtolea Baali sadaka. Ule ndio wakati ambao eneo ambalo au wakati ambao manabii wa Baali ambao waganga na wachawi wapo. Lakini wewe ambao umeokoka upo kwenye eneo, upo muda ule wa saa 9 ule, wakati wa Mungu ule ndio wakati wako sasa. Wewe ndio upo katika wakati ule sasa. Wewe una operate wakati ule sasa, wakati wa kujibiwa sasa. Wale wapo wakati ambao hawawezi kujibiwa maombi. Wao wako wakati ambao hawawezi kusikiwa na Mungu. Lakini wewe ambaye umeokoka upo katika wakati ambao Mungu anataka ajionyeshe kwamba yeye ni Bwana, yeye ni Mungu, yeye anafanya. Wakati wa kuwanyamazisha waganga na wachawi ni wakati wako sasa ambao wewe umeokoka, mtu ambaye umemwamini Yesu. Hili jambo Farao alikutana nao. Mungu alimtumia Musa akaenda kwa Farao. Kwa kuwa watu wa Misri walikuwa wanamwamini kwamba Farao ni Mungu. Watu wa Misri walikuwa wanamuona kwamba Farao ni Mungu. Na walikuwa wanajua kwamba miungu ya Misri ndio iliyofanya mbingu na nchi. Hawalikuwa wamfahamu Mungu mwingine. Mungu alitaka ajitambulishe kwao. Mungu akamwambia Musa, amuru nitaleta nzi katika nchi. Nzi walipotapakaa, waganga nao wakaja wa Farao. Wakaanza kufanya uganga wao, lakini walishindwa. Alivyochukua mavumbi ya nchi akayaachilia angani, yakawa kama mavumbi membamba katika nchi. Chawa wakaenea. Waganga wakajaribu kuondoa wale chawa au kutengeneza chawa, wakashindwa. Vyura hivyo. Mwisho wa siku wale wenyewe wa Baali wale, waganga na wachawi wa Farao, wakasema hiki ni chanda cha Bwana. Yuko Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye sio wewe Farao, ambaye sio hii miungu ya Misri. Yupo mwenye uweza zaidi ya hii miungu ya Misri. Wakati ambao Musa alikuwa analeta chawa, wakati ambao Musa alikuwa analeta manzi, wakati ambao Musa alikuwa analeta vyura, ule ni wakati wa dhabihu ya jioni. Ule ni wakati wa Mungu kufanya.
ule ni wakati wa Mungu kutenda. Lakini wakati ambao manabii wa Baali walikuwa wanafanya uganga na uchawi wao ili na wao watengeneze nzi na kama waige miujiza ya Musa, ule ni wakati wa nini? Wakati wa kumtolea Baali dhabihu. Ni wakati ambao Mungu asikii, wala Mungu afanye, wala huwezi kupata majibu, wala huwezi kumwona Mungu, wala utukufu wa Mungu, wala huwezi kuiona sura ya Mungu, wala matendo ya Mungu. Wakati ule ni wakati wa kuacha. Kwa hiyo nikutie moyo ndugu yangu, kumpokea Yesu ni kitu cha msingi sana. Kumpokea Yesu ni kukupokea kibali, ni kupokea kukubalika. Wakati ambao wewe umempokea Yesu ni wakati ambao wewe umekubalika mbele za Mungu. Ni wakati ambao unaweza Mungu akashuka wakati wote kwenye maisha yako. Ukiwa umelala usiku, Mungu anashuka kupitia ndoto. Ukiwa mchana unatembea, Mungu anashuka kupitia maono. Lakini ukiwa katika wakati ule wa kumtolea Mungu dhabihu, wakati wa saa 9 ule ambao nimesema mimi ya kwamba wakati ule ni wakati ambao wewe umeokoka sasa. Ni wakati ambao wewe umempokea Yesu sasa. Kuna nyakati mbili. Kuna wakati wa kuanzia saa 9 ambao ni muda wa dhabihu ya jioni, na wakati wa chini ya saa 9. Wakati ule manabii wa Baali walimtolea Baali sadaka, hawakujibiwa. Lakini kuanzia saa 9 ni wakati ambapo Elia aliutumia kumtolea Mungu dhabihu, na dhabihu zikakubalika. Ishi katika wakati wa Elia na si wakati wa manabii wa Baali. Ukiishi katika wakati ule ambao Elia alimtolea Mungu dhabihu, kuna kujibiwa. Kuna Mungu kushuka kuilamba sadaka, kukausha mawe, kuyachoma na kuteketeza. Kuna wakati ndio wakati wa kupokea wewe majibu yako. Ndio wakati wewe wa kumuona Mungu, wa kumsikia Mungu live. Ndio wakati ule wewe utaona maono. Ndio wakati ule wewe ukilala utaota ndoto za utukufu wa Mungu. Ndoto ambazo Mungu anasema kwa habari ya hatima yako, kwa habari ya hatima ya watu wengine, kwa habari ya kanisa, kwa habari ya uzima wa milele, kwa habari ya watu kufunguliwa, kwa habari ya utumishi wa Mungu. Ndio wakati huo sasa wa wewe kuokoka. Umpangii Mungu kusema na wewe muda ambao atasema na wewe. Anaweza akasema na wewe ukiwa kazini kwako, akashuka, uwepo wa Roho Mtakatifu ukashuka, Mungu akawa anazungumza. Wakati ule ni wakati wa kuheshimu sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, usiishi kwenye wakati ambao manabii wa Baali wanamtolea Baali sadaka. Ishi kwenye wakati ambao Elia nabii wa Mungu anamtolea Mungu dhabihu, wakati wa dhabihu ya jioni. Hiyo ndio ibada ya kweli. Achana na ibada ambazo hazikubaliki. Waganga na wachawi yaliwashinda Farao. Yalishindikana kwa Farao. Mambo ya waganga na wachawi, wanajimu na wasoma nyota. Mambo ya kutazama nyakati, mambo ya kuroga kwa kupiga mafundo, mambo ya kupandisha pepo, hizo ni ibada zisizo na majibu mbele za Mungu. Ipo ibada ambayo Mungu ameianzisha. Ipo ibada ambayo Mungu anaabudiwa katika roho na kweli. Ni wakati ambao Mungu anashuka. Ishi katika wakati huo. Achana na wakati wa Baali. Ishi katika wakati wa Roho Mtakatifu. Muamini Yesu. Mpokee Roho Mtakatifu. Yesu aingie ndani mwako. Na wewe uishi ndani ya Yesu. Utatenda mambo makubwa zaidi. Wakati huu Nikodemo aliushangaa kwa Yesu. Akasema, najua ya kwamba wewe mwalimu na umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu ambaye anaweza kuyafanya hayo ambayo Yesu unayafanya kama Mungu hayuko pamoja na yeye. Nikodemo aliuona wakati wa dhabihu ya jioni ndani ya Yesu. Aliona matendo makuu ya Mungu ndani ya Yesu. Hadi akamshuhudia Yesu kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Wewe Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa sababu haya unayoyafanya kawaida hakuna mtu aweze kuyafanya haya isipokuwa Mungu yuko pamoja na yeye. Wakati ule ni wakati ambao Yesu alikuwa na operate katika wakati wa dhabihu ya jioni, wakati ule ambao Elia aliutumia kumtolea Mungu dhabihu. Kwa hiyo watu walimuona Mungu kupitia Yesu. Tulimuona Mungu kupitia Yesu, matendo makuu ya Mungu kupitia Yesu tuliyaona. Ule ndio wakati ninaozungumzia. Ni wakati wa ibada ambao ninaozungumzia. Ndugu yangu, ishi kwenye wakati wa ibada. Shalom, shalom. Mungu akubariki.